Lakini X Factor players pia anatakiwa au wanatakiwa kuwa na, ukiacha ile mipango ya kimbinu kiufundi ambayo mwalimu anayo, lazima aweze kumpa mwalimu option ya matumizi ya kimbinu na ufundi. Lazima uone hivyo vitu, kwamba mwalimu amekwambia bwana, hapa nataka udribble mpira labda ndani ya sekunde labda 10 mpaka 15 unatoa pasi. Lakini kutokana na ufundi alionao yeye, anaweza kudribble mpira sehemu ndefu hata kwa sekunde 20 au akakana mpira hata kwa sekunde 20 mpaka 30, kwa sababu ana huo uwezo. Kwamba tayari huyu, ukiacha kile ambacho mwalimu yeye anakiona, ana uwezo wa kuongeza zaidi kwa ubora zaidi ili timu ipate matokeo mazuri. Kitu ambacho kwa Simba huoni mchezaji wa hivyo. Hizo sifa zote ambazo nimezitaja huoni kwa Simba. Hawana mchezaji ambaye anaweza kufanya vitu vya aina hiyo. Ndio maana Fadlu Davids alisema anahitaji X Factor player. Kwa Simba hizo sifa hakuna mchezaji mwenye ambaye ana hizo sifa. Lakini kwa Yanga tumeona wachezaji, kuna Max Nzengeli anaweza, Pacome Zouzoua anaweza, na mara kadhaa ndio ambao wamekuwa wakibeba Yanga kwenye mazingira magumu. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba hakuna mchezaji mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Mchezaji ambaye tuliamini angeweza kuwa X Factor hata kama hakuwa nazo, lakini angeweza kuwa Elie Mpanzu, kidogo angeweza kuwa, lakini na yeye alishapoteza ile identity ambayo alianza nayo kwenye klabu ya Simba. Sawa sawa. Yaani vile ambavyo alianza na sasa ni vitu viwili tofauti kabisa. Elie Mpanzu kibisawala. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo Simba wamekuwa nazo kwenye usajili, ambazo zimepelekea leo Simba inaungaunga, bado haijasimama imara, haijafika kwenye ule ubora ambao wana Simba wenyewe walikuwa wana utamani. Ili ujue wana Simba wanaumia. Jana nilimwona shabiki maarufu wa Simba anaitwa Mama Boko. Na sio yeye tu, wapo wengine walizuiwa. Na wapo wengine walizuia basi. Alikimbia akawafuata wachezaji akawaambia, mnafanya nini nyinyi? Aliwafokea sana wachezaji kwa sababu anaumia na kile ambacho kinatokea. Sasa huyo ni mmoja. Wapo maelfu ambao hawana pa kusemea, wanaumia kweli kweli. Nikamsikia Ahmed anasema mwenye moyo wa mgumu aje uwanjani. Hata yeye ameona hali halisi kwamba hii timu bwana hawezi kupona leo wala kesho, hawezi kuvumilia uchungu, akae anapojua yeye mwenyewe mambo yakiwa mazuri. Mwenyewe umesema mambo yakiwa lele aje wapi? Atakuja uwanjani. Lakini sasa kuna wakati Ahmed huwezi kumlaumu. Ahmed amechoka sana Simba. Amechoka kuwadanganya wana Simba. Alafu pia Ahmed amechoka kuwadanganya. Kaitetea Simba mpaka imefika kwenye level ya mwisho. Maneno yamemuishia. Mwenyewe amekiri kwamba jamani, anasifia wachezaji. Yaani amekuja mashine kurejesha morali ya mashabiki. Amefanya jukumu lake kwa ubora unaotakiwa, lakini viongozi wake wamemwangusha. Ahmed Ally amepambana inavyotakiwa, lakini viongozi wake wamemwangusha na wachezaji wa Simba wamemwangusha. Yeye amefanya kila ambacho anatakiwa kufanya. Ahmed Ally juhudi zote, hana kombe hata moja la ligi jamani. Amefanya kila kitu, mpaka uongo ameongea. Yaani Joshua Mutale Budo, yani SGR. Yaani unajua unapata SGR, unajua hii trend ya mwendo kasi ujue. Kumbe nakuja mashine. Tayari shabiki anakuwa na hamu ya kumuona mchezaji. Mchezaji akija basi hata jitahidi basi hata uwe SGR ndogo uwezi. Umeelewa sijui? Kwa hiyo Ahmed kapambana anavyotakiwa kupambana, imeshindikana. Eneo la mwisho ambalo nilitaja ni eneo la benchi la ufundi. Inawezekana makocha wa Simba wakawa na changamoto zao nyingi na Simba wakawa na changamoto zao nyingi, ukizikutanisha kwa pamoja zikawa ni changamoto kubwa zaidi. Lakini ukiwa kocha inabidi na wewe useme ukweli, hata kama kuna sehemu utalazimika kuondolewa
lakini unapaswa kusema ukweli. Nilipenda kile ambacho leo kukizungumzaga Abdelhak Benchika. Alisema kabisa timu haifundishiki. Timu haina wachezaji wazuri. Nilipenda kile ambacho leo kukizungumzaga Zoran Mark, kwamba kwa malengo mnaonipa na timu hii sitoboi. Badilisheni malengo, kama hamtaki niondoke, tafuteni kocha mwingine. Kwa benchi la ufundi nao huwa watakao wao wazi. Hawawaambii viongozi wao ukweli. Ndio maana Simba inasajili wachezaji ambao hawaendani na hadhi na ubora wa Simba. Ilikuwa mchezo sikumbuki, ilikuwa ni mchezo wa Simba na nani, lakini ilibidi aende akakae kwenye lile, alikuwa na Singida. Alikaa pale. Ilibidi dakika 15 hapo mechi ishaisha. Yes. Nakumbuka. Top. Liti pale. Ilibidi akae kwa muda mrefu akitafakari. Mpaka baadaye watu wakae kumtoa. Bidi watu waje wamchukue. Bana blaza. Asije kufundisha timu yenye wachezaji vichwa ngumu. Ikifika hatua kocha kama Abdelhak Benchika anakuambia wachezaji hawafundishiki. Sheikh. Sasa inaonekana mabenchi ya ufundi ambayo yamefundisha makocha wa Simba ambao wamepita kwenye siku za hivi karibuni hawawaambii viongozi wao ukweli kuhusu sajili ambazo amesema. Na kama wanasema na viongozi hawatekelezi, basi hawa viongozi hawafai kuwepo Simba. Niweke vizuri ieleweke. Makocha waliopita Simba kwenye siku za hivi karibuni, kwenye miaka hivi karibuni, inawezekana hawawaambii viongozi wao ukweli sasa kuhusu wachezaji gani wasajiliwe na wachezaji gani wasisajiliwe. Ndio maana timu inafanya usajili mbovu na timu inafanya vibaya. Na kama hawa makocha wanawaambia viongozi wa Simba mchezaji fulani atakiwa asajiliwe, fulani atakiwa asajiliwe, fulani atakiwa kuachwa, na huyu anatakiwa kuachwa, na viongozi hawatekelezi hivyo ambavyo makocha wanataka, basi hawa viongozi hawastahili kuwa viongozi wa Simba. Sawa. Bwana tumemaliza. Tumaliza mambo yetu manne. Sawa, ndio tumemaliza kitu moja. Wakati ameondoka Meneja Pantev, nilisikia alikuwa anaongea na mmoja wa waandishi wa habari, walikuwa wanazungumza tu kwenye, kwa sababu mwandishi naye alikuja kupost zile clip kwenye mitandao ya kijamii. Alikuwa anazungumza kuhusiana na namna ambavyo ameshauri viongozi wa Simba, namna ambavyo alikuwa anapendekeza na nini, kwamba amependekeza wachezaji fulani, ameshauri vitu fulani havifanyiki kama inavyotakiwa, kitu ambacho kilipelekea yeye akaondoka Simba, sio? Ingawa pia matokeo yalionekana, yani ilitafutwa sababu, na kwa sababu matokeo yalikuwa mazuri kabidi wafanyaje, wamtoe. Ukimsikia anavyozungumza unaona naye kuna kitu alikuwa anaona hakiko sawa ndani ya Simba. Lakini kumbuka kauli ya Hemedi Moroko kwamba ndani ya Simba hakuna umoja, ila wana wachezaji wazuri. Kama kukiwa kuna umoja na timu ilionao wana wachezaji waliopo, watafanya vizuri. Inakupa picha kwamba ndani ya Simba pia kuna kitu kikubwa ambacho kinawasumbua, ukiachilia mbali masuala ya nini, ya kimbinu na kiufundi.